Unapoota umeng'atwa na nyoka maana yake nini? Kuumwa na nyoka mguuni maana yake nini? Alama ya kwamba adui ameingiza sumu katika eneo lako la mwili alipouma. Kwa kama nyoka ameuma mguu, lazima ujue mguu kwamba mguu ni hatua, unakisha hatua za kimaisha. Kwa ujue kuna vita kwenye hatua zako za kimaisha. Kama amekung'ata, ameingiza sumu kwenye mguu wako, kwa tafsiri yake ni kwamba alipoingiza sumu kwenye mguu alikuwa anataka uwe hatua zako kwenye maeneo mbalimbali ya maisha ziko kwenye vita. Your progression, your progress. Kama ni kwenye huduma, ujue basi hatua zako zitakuwa zende vizuri. Kama ni kwenye shule, kama ni kwenye biashara au eneo lako, ujue eneo la vita ni eneo la hatua zako. Namba 2 kwa mfano nilikwambia, namba 2, unapoota nyoka na anang'ata kiuno. Hii nifanua sana. Kiuno nilikwambia ni eneo la uzazi kwa wanaume. Ujue adui anapambana na wewe kwa habari ya uzao au kwa habari ya uzazi. Nyoka ameng'ata kiuno kwa mwanaume, ni alama ya kwamba una vita kwa habari ya uzao au kwa habari ya uzazi. Sasa nilikuonesha Biblia kulingana na Mwanzo 15:4, Samueli wa pili 7:12 na Ibrania 7:5. Kiuno kwa mwanaume ni alama au ni eneo la uzao. Kwa ujue kama nyoka amekung'ata kiuno, maana yake nini? Maana yake ni kwamba una vita kwenye eneo la uzao. Aidha hautapata mtoto au utapata mtu ambaye hatakuwa na maisha ambayo yanatakiwa kuwa nayo. Na hino jue, au utakuwa na uzao, utakuwa na vita, kwa sababu kiuno kinasuggesti uzao kwa mwanamume. Ukisoma Mwanzo 15:4, ukisoma Samueli wa pili 7:12 na ukisoma Ibrania 7:5, kiuno, watoto wana viuno vya wanaume. Lakini ukiota namba 3, ukiota nyoka anang'ata kitovu, tumbo chini ya kitovu, hilo ni tumbo la uzazi kwa wanawake. Ujue the same price, una vita kwa habari ya uzao wako ni mwanamama. Miscarriages, unabeba mimba zinatoka, au unaweza usiweze ukazaa. Nimeona watu wengi ambao adui anaenda kafunga matumbo yasizae kabisa, na ukiwafungua mapepo wanapata mimba, wanazaa kabisa. Nimeona watu ambao wamekuwa na changamoto kabisa, akibeba mimba muda fulani inatoka. Nimeona haya mambo. Na in fact yuko mtu mmoja amekuwa akapata na mtoto ambaye akibeba mimba kifika miezi 3-4 mimba inatoka. Mimba ya kwanza anabeba miezi 3-4 mimba imetoka. Mwezi wa 3-4 mimba inatoka. Ndipo akaja akiwa amebeba mimba ni kama mwezi, akaniambia mtumishi, mimi nimekuwa na shida, kwa hiyo mimba zinatoka. Kati namwombea mimi nilijua labda hata anapeka, kaweka mkono juu yake amnapo linatoka. Roma alipo kaniambia, mpele andiko Biblia inasema, ananiambia nikwambie hakuna aliyetasa na hakuna kuharibu mimba. Kwa kampeni andiko ngambia ndio kwa nani. Nikaomba naye. Baada hapo miezi ile ambayo ilipokuwa ikifika miezi 3-4 mimba inatoka, haijatoka. Vita ni kali sana. Vita ni kali sana. Ananiambia pastor, unajua ni leo ni kama inatoka, mbia hiyo haitatoka. Mara hiyo unamzaa. Tukaendelea hivyo. Mwezi wa 4 ananiambia pastor, ni leo. Mara nyingine mpaka usiku ananiambia niko hoi kabisa. Nenda kamone gynecologist. Kamone daktari mama. Tunaomba naye. Tukaenda mpaka mwisho kajifu. Kwa mara nyingine unaweza kuwa na vita kwa habari ya uzao, na mimba zinatoka. Au wengine unakuta na zamto mmoja na baada hapo haoni uzao. Naishia hapo. Na sio tu kwamba uzao alikampangiwa zamto mmoja, no, ni kwa sababu ana vita kwenye eneo la uzao. Au mwingine hawezi conceive kabisa. So kiona dalili kama hiyo, you cannot conceive. Afu unaota ndoto unang'atwa na nyoka kwenye eneo la kitovu au la tumbo chini ya kitovu, ni alama ya kwamba adui ameingiza uharibifu kwa habari ya uzao. Adui ameingiza sumu, na vita yako ni vita uzao. 4, unapoona nyoka ni alama ya kwamba kuna vita kwa habari ya mahusiano yako. Inawezekana ikawa ni ndoa yako ina vita, adui anakuambia kuna vita hapa. Adui atakaingiza vita kwenye ndoa. Ndio maana unaona mashambulio kwenye kidole cha ndoa. Kama ni binti hujaolewa, manake ni kwamba mahusiano yako kama unao ya kwenye vita. So pray for your relationship. Kama ni mwanamume umeoa, jua vita kwenye ndoa. Kama ni mwanaume umeoa, jua una vita kwenye ndoa. Kwa sababu ile cha chana na kicho cha mahusiano. Na nikuonesha unapoona nyoka anang'ata pia kisigino kwa mfano. Bado adui anapambana na hatua zako. Anapambana na ubidi. Lakini nikuonesha pia unaweza kaona nyoka anang'ata mnyama aliyekubeba.